Kazi wenyewe kilomita 1.2 1.2 kilomita kutoka hiyo nyumba kwenda sehemu zote ni lazima kutakuwa na evacuation. Kesho kuanzia saa 12 asubuhi mtu yoyote asikae katika nyumba yake, asiende katika msikiti ulioko karibu na sehemu hiyo, asiende katika skuli ambayo kwamba iko karibu na sehemu hiyo. Madrasa, watu wasiende makazini. Kilomita 1.2 inamaanisha ni kuanzia hapa kwenda mpaka Markiti, kuanzia hapa kwenda mpaka sehemu ya Pakistani, kuanzia hapa upande huu mwingine nafika mpaka sehemu ya City Blue kwa sababu ya bahari. Kile nitawaomba ni lazima tufanye mpango, watu wote will have to vacate. Hii haitodhuru nyumba yako, lakini ule mtikiso ambao kwamba utaka kuweko utasababisha athari ya masikio yako. Kila ukiwa karibu, wale wanaofanya kazi hii wanavaa vitu ambao kwamba vinawastiri na sio pamba ukasema kwa unaenda kujieka. Pili, lile vumbi litakalotoka, haswa mtu mwenye mtoto, mtu mzima, litaanza kudhuru mapafu yenu. Tatu, kuna uwezekano, hii ni bomu, jumba hata likianguka kuna uwezekano chuma, mawe kuweza kuruka. Ikiruka kuna uwezekano wa kuweza kukupiga wewe kwa sababu ulikuwa pahali ambapo kwamba inafika. Hatutaki kupata athari zaidi. Tumefahamikiana, sio? So 1.2 kilometers, the chiefs, wazee wa mitaa, community health promoters wataanza kuzunguka door to door na kuambia watu wote ya kwa kuanzia saa 12 we want no one in the houses. Tafadhalini na warai na nawasihi watu wa Mombasa, hii ni kwa sababu yenu nyinyi, ili musiweze kuumia. Tunawasihi tena, kilomita 1.2 inamaanisha ni kutoka hapa mpaka sehemu ya Markiti. Huu mtaa wote ambao kwamba walioko hapa, watijara, mtaa wote kwenda chini, mtaa huu wa Floringi, Bondeni, hata Coast General tumetoa wagonjwa. Ukitaka kujua umuhimu wa hii, Coast General Hospital tumetoa wagonjwa. Wale wagonjwa walolazwa katika ICU pia leo wanatolewa, wanapelekwa katika ICUs nyingine. So please, musianze ukaidi. Ikiwa tunatoa watu mpaka wako ICU kutoka kwa vitanda vao, wewe ni nani ambaye kwamba una afya yako usitoke? Don't run towards the blast. Tatizo jingine ni watu wetu wataanza kukimbia pali kuna sauti, ndio tunajipeleka. Please do not do that. Tumeelewana mpaka hapo, Tomorrow, this whole area, there'll be no school, there'll be no madrasa. Swala panapo majaliwa, swala itakaoswaliwa iwe ni swala ya alasiri, na hii ni kwa sababu ya watu wetu, usalama wao. Tumefahamikiana mpaka hapo, na sio lazima ukitoka uanze kubebana na ma-TV. Nyumba haitoumia. Tafadhalini mkitoka, madirisha, haswa nyumba zilioko juu, madirisha yote yawe wazi, ndio ile effect ya ule upepo ukipiga iingie upande mmoja itoke upande wa pili. Asanteni. We are hoping that a period of 8 hours we will be done. Haujapatikana, the family is here na nimewaelezea. It is suspected ya kwa pengine kuna mwili. There is a CCTV that is said ya kwa alikuwa within the area.